Hii ni makala maalum kutoka katika jimbo la Tanzania Rift Valley Field TRVF. Kumbuka, jimbo hili ni mkusanyiko wa mikoa mitatu: mkoa wa Manyara, mkoa wa Singida pamoja na mkoa wa Arusha. Hii leo nakupeleka moja kwa moja katika mkoa wa Arusha, sehemu ambayo ni mojawapo ndani ya jimbo la Rift Valley Field. Katika makala ya hii leo, mtazamaji na msikilizaji, tutaangazia kongamano kubwa la wanawake wa jimbo la TRVF. Kongamano ambalo lilianza tarehe 24 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Kongamano lilofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Burka jijini Arusha. Katika nyakati ambazo dunia inahitaji sauti ya matumaini, Mungu anaendelea kuinua wanawake kuwa mabalozi wa mabadiliko ndani ya familia, jamii na kanisa. Kutoka mikoa ya Arusha, Manyara pamoja na Singida, zaidi ya wanawake 250 wamekusanyika katika eneo lenye historia kubwa ya imani. Mahali hapa si mahali pa kawaida, ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Burka, moja makanisa ya mwanzo kabisa kuanzishwa katika jiji la Arusha. Historia ya kanisa la Burka inaanzia mnamo mwaka 1967 ambapo jengo lake linanunuliwa kutoka kwa Wakristo wa kanisa la Reformed la Afrika Kusini kabla ya kukabidhiwa rasmi kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Ni kwa zaidi ya nusu karne. Hili ndilo kanisa la Burka. Kanisa hili limekuwa nguzo ya ukuaji wa Injili, malezi ya kiroho na huduma kwa jamii ndani ya jiji la Arusha. Hii leo kanisa hili linakuwa mwenyeji wa tukio kubwa la kiroho, kongamano la wanawake wa Tanzania Rift Valley Field TRVF. Mara baada ya kuwasili, washiriki wanaanza usajili. Nyuso za furaha zinaonekana kila kona. Wengine wamefika kwa mara yao ya kwanza, wengine wamekuwa washiriki wa makongamano kwa miaka mingi. Lakini yote ya yote, wote kwa pamoja wanakusanyika kwa lengo moja: kujifunza, kujengwa na kuandaliwa kwa ajili ya utume. Kwa majina ni Madam Judith, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto TRVF Tanzania Rift Valley Field. Tuko hapa Burka, mtaa wa Burka, kwa kongamano kubwa la idara ya huduma za wanawake ambalo limekusanya mikoa yote mitatu ya field yetu, Manyara, Arusha na Singida. Tuko hapa kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, lakini kujifunza masomo ya afya, ujasiriamali, lakini pia na malezi ya watoto. Tunamtukuza sana Mungu, maana kwa mianzo hii tumemwona Mungu, maana zaidi ya wageni 50 kutoka katika mikoa mbalimbali hii mitatu wamehudhuria pamoja nasi katika mikutano hii, na ni leo mwanzo tu. Hivyo kongamano limekuwa na mwitikio mkubwa, maana wanawake wote wa mikoa hii mitatu tunatamani wajifunze neno la Mungu, waungane pamoja nasi ili tumalize kazi Yesu arudi kutuchukua mara ya pili. Tunawakaribisha wanawake wote ambao bado hawajahudhuria maeneo haya, tunawakaribisha sana, maana ndio tu mwanzo tumeanza. Hivyo tunawakaribisha. Sauti yetu ni moja, kwamba ni utume kwa wote, kwa wanawake wote. Kila mmoja wetu atakiwa kujihusisha kikamilifu ili tumalize kazi. Kongamano letu limeanza leo tarehe 24 mpaka tarehe 30 Jumamosi, ambako hapo ndipo tutahitimisha, lakini tutahitimisha pia na ubatizo mkubwa. Hivyo tuwaalike wale wote ambao wanatamani kuhudhuria, bado nafasi ipo, maana leo tu ndio usajili, lakini kama ulivyoona idadi kubwa ya watu wameitikia kuungana pamoja nasi katika kongamano hili. Wote mnakaribishwa. Washiriki 250 walihudhuria kongamano hili. Miongoni mwao walikuwepo wageni wapatao 55 kutoka dini mbalimbali, hatua inayodhihirisha namna ambavyo kongamano hili limekuwa daraja la kuunganisha watu na kuwafikisha karibu na Kristo. Mada ya kwanza iliyogusa mioyo ya wengi ilikuwa ni mwanamke na utume. Hii ni kupitia mada maalumu iliyoletwa kwao na mtumishi wa Mungu Dr. Winifrida Metakaro, aliyewakumbusha wanawake kuwa Mungu amewaita kuwa mashahidi wake katika kila eneo la maisha yao.
ya kuongelea somo hili, utakuta maelezo mengi yanayozungumza juu ya idara ya wanawake inafanya mambo gani. Lakini kwa kifupi tu, idara ya huduma za wanawake ina nguzo kubwa 3. Ngapi? 3. Na hizi nguzo 3 ni za msingi sana, ndio maana tuko hapa kwa ajili ya hizo nguzo. Nguzo ya kwanza ni kulea. Nguzo ya pili ni kuwezesha, na ya 3 ni kufikia. Kulea, kuwezesha na kufikia. Labda katika kulea tunafanya nini? Katika kulea ndipo mahali tunapojifunza neno la Mungu kwa pamoja, ndio mahali tunapoomba kwa pamoja, tunapojengana kiroho, tukisaidiana katika safari ya imani. Nilikuwa nikisoma kitabu kimoja cha ameandika Pastor Mark Finley juu ya kinasema utuamshe tena. Hii kitabu kinazungumza kwamba unaposoma neno la Mungu, marafiki zetu, unaposoma neno la Mungu katika kile kitabu unachokiamini vizuri, omba, kumbuka hivi vitu vinaenda kwa pamoja, kwa sababu kusoma neno la Mungu tunamruhusu Mungu azungumze nasi, aeleze mapenzi yake kwetu, tuelewe anahitaji nini, na tunapoomba tunafungua mioyo yetu kwake, tunamweleza furaha zetu, tunamweleza shida zetu, lakini pia tunazungumza naye, kwa sababu Mungu ni rafiki yetu hata kama tungekuwa hatuna mzigo. Sasa katika uzoefu wa namna ile, upendo wa Yesu unajifunua ndani yetu, na unapojaa ndani yetu tunapata furaha kiasi kwamba kila tunayekutana naye tunatamani kumwambia habari za huyu rafiki mwema. Kwa hiyo wakati mwingine tatizo la kutoweza kushiriki habari njema linaanzia hapa, kwa kutojifunza na kuwa na muda na Mungu. Kwa hiyo hili ni la msingi sana wanawake. Kama kuna mkutano, tuimbe, tufurahi, tufanye nini, lakini tusikose kula neno la Mungu. Nafikiri ndio maana mchungaji yuko hapa. Na natamani tuwe na maombi mengi, maombi ya binafsi, maombi ya vikundi, maombi ya mkusanyiko wote huu. Na unapokuwa kule mahali, tafuta nafasi uwe na Mungu, ili kuja mahali hapa kukusogeze zaidi katika mahusiano. Washiriki walihamasishwa kutambua kuwa kila mwanamke ana nafasi ya kupeleka nuru ya Injili ndani ya familia, kazini na katika jamii. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, hii ni makala maalumu inayogusia kongamano kubwa lililofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Buruka jijini Arusha, kongamano lililowahusisha wanawake kutoka katika jimbo la Tanzania Rift Valley Field TRVF. Lakini niendelee kukwambia tu ya kwamba afya bora ni sehemu ya mpango wa Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu. Kupitia katika mada iliyosema ukweli kuhusu afya yako, Dr. Esperance Kilonzo yeye achukua nafasi ya kuwaongoza wanawake kuelewa siri ya maisha yenye afya na ustawi, pamoja na namna ya kula vyakula vinavyostahiki kwa mwanadamu. Katika zama tulizofikia sasa hivi, inabidi tuchague. Viko vingi vimewekwa sokoni, lakini ni lazima tuchague, kwa sababu tazama hivi hii leo nimeweka mbele yenu uzima na nimeweka mauti. Haleluya. Na Mungu anatuasa kwamba chagua uzima upate kuishi. Sio vyote viko sokoni vinafaa kuliwa, kwa sababu Mungu mwenyewe kabla hata hajazaliwa kiumbe mwingine yoyote alisema, tazama ninawapa kila mche utoao mbegu. Mungu alitupatia mbegu. Hebu tusemeni mbegu. Mwanzo 1:29 Mungu alisema nawapatieni mbegu
itakuwa ndicho chakula chenu. Na wapatieni matunda yenye mbegu. Hebu tuseme matunda yenye mbegu. Itakuwa ndicho chakula chenu. Lakini baada ya dhambi, Mungu akasema mtakula mboga za kondeni. Watu wa Mungu, tuseme mboga za kondeni. Mboga za kondeni zimepikwa au ni mbichi? Mboga za kondeni zimepikwa au ni mbichi? Wapendwa, tujaribuni kwamba hata kama tutadokoa vingine, lakini tubakie hapo. Haleluya! Yaani hata kama tutaongeza vingine, lakini mlo wako mkubwa utoke hapo. Kwamba ukila mbegu, basi kula mbegu zisizokobolewa. Hebu sema zisizokobolewa. Yaani ukila mbegu, kama ni nafaka nzima, kama ni jamii ya kunde, ikiwa ni mbegu jamii ya karanga, ikiwa ni mbegu za matunda, basi angalau tubakie hapo katika mbegu zisizokobolewa. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini kitu kingine ni kwamba tunapokula matunda, ninawasihi tuchague. Haleluya. Chaguzi ya kwanza utakayoifanya, kula matunda kama chakula. Haleluya. Unakulaje matunda kama chakula? Unakula matunda, usile matunda na chakula. Kula matunda kama chakula. Na la pili, chaguzi la pili, hakikisha hayo matunda yana mbegu ndani yake. Haleluya. Tunajua kuna matunda lakini hayana ukila matunda yasiyo na mbegu, umetoka nje ya mstari. Ukishakula tu tunda chungwa umekata, unapekua hakuna mbegu. Unakula zabibu, unapekua haina mbegu. Hiyo ujue ina hatari. Lakini chaguzi ya tatu katika matunda, ikiwa ukiweka hapo haiozi. Wapendwa, ikiwa umeweka hapo, iwe kwenye friji au yuko kwenye swi hapo juu ya meza, umemaliza wiki imeiva na haiozi, umemaliza mwezi haiozi. Kuna matunda unaweka miezi 6 hayaozi. Rafiki yangu, hiyo kimbia kama ukoma, tupa. Kwa sababu kisicholiwa na wadudu, na hicho ina maana sio chakula. Ukienda kuchagua mboga za kondeni, ikiwa haijaliwa na wadudu, hiyo nayo iache. Lakini katika ulimwengu wa sasa wa teknolojia, ulimwengu ambao sasa umekosa matumaini, mwanamke anahitaji hekima ya kiroho pamoja na uwezo wa kushirikiana na wengine kwa busara zaidi. Hapa Dr. Happy Makondo anawasilisha mada ya mwanamke mcha Mungu na diplomasia, mada iliyowafundisha wanawake namna ya kuwasiliana, kuongoza na kuwakilisha vyema familia zao katika jamii ya sasa. Swala lingine ni itifaki ya chakula mezani. Tuliongelea, tunajua ni table manners za kawaida, na tuliona vyombo vyote vinavyoruhusiwa tulivileta tukaviweka. Naamini kila mwanamke aliyehudhuria ile kongamano sasa ana confidence. Kuna kitu anasema opportunity zina meet preparation. Nadhani mnanielewa. Unapokuwa umeshaandaliwa huko tayari, ndipo fursa zinakuja. Na fursa ikija, ni vizuri ikikukuta wewe umeshaandaliwa huko tayari, ni rahisi kuichukulia ile fursa. Sasa hivi tumeshaandaliwa, tunaweza tukakaa kwenye meza yoyote ile, si ndio? Tunaweza tukatumia meza hata kama ni Ikulu. Tumeviona vyombo ambavyo vyote vinatumika kwenye State House. Vile vyombo mliviona pale ndivyo vinatumika kwenye official dinner zote, hata kama ni Ikulu. Ndio mpangilio unavyokuwa. Na kwa vile tumeshajifunza, tuna ujasiri, tunaweza tukavitumia hivyo vyombo. Na kwenye hiki kitini nimeweka meza moja tu ambayo sio ile tulioiona pale. Ni meza ya kawaida ambayo tunaweza tukaitumia. Hasa nilikuwa kwenye masomo yangu ya itifaki za mama wachungaji, ndipo tunatumia ile meza. Lakini na sisi wanawake wote tuliokuja kwenye hili kongamano tunaweza tukatumia utaratibu wa hii meza tunapopata wageni rasmi. Sio lazima utumie ile meza kubwa iliyoko tulioiona pale, iliyoko imetengenezwa. Tutakapoenda, naomba nimalizie hapa kwa sababu ya muda. Tutakapoenda kupractice
Naomba niwapatie namba yangu ya simu kwa yeyote yule ambaye atakuwa amekwama, labda hakuelewa kuna mali anatakiwa aandae sherehe, ni MC ni nani, alafu akawa hana uhakika vizuri na jambo ambalo anataka kulifanya. Mimi ni mzuri sana wa kupokea simu, tutasaidiana ili uweze kufanya kazi yako ukiwa na ujasiri. Namba yangu ni 0782 26 20 13. Nitairudia tena, ni 0782 26 20 13. Lakini moyo wa kongamano hili la wanawake lililofanyika Burka tarehe 24 mpaka 30 mwezi wa 5 ulikuwa kwenye neno la Mwenyezi Mungu. Kila siku washiriki walikusanyika kusikiliza mahubiri yaliyowatia moyo na kuwajenga kiroho kupitia huduma ya mchungaji Fabian Benjamin, mchungaji wa kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Endakiso katika halmashauri ya mji Babati mkoani Manyara, ambapo wanawake walikumbushwa thamani yao mbele za Mungu na wajibu wao katika utume, huku mchungaji Fabian Benjamin akiendelea kuasisitiza kwa namna ambavyo mtu anapokuwa safarini anapaswa kufanya jambo gani na jambo gani. Ndipo akatoka na neno nasema msafiri safarini. Msafiri safarini. Leo tuna somo linalosema uchaguzi safarini. Uchaguzi safarini. Nikiwa nimeketi hapo, nilikuwa namuomba Bwana anisaidie katika eneo hili, jua lisiwake sana, maana rangi yangu nayo rangi hii jua likiwaka kuna vita. Lakini naona Mungu akiwa msikivu, anatenda makubwa na ameendelea kuweka hali ya hewa iko hivi ilivyo. Ninatoa ushuhuda na namtukuza pia. Amina. Kwa nini tuwe na somo linalosema uchaguzi safarini? Maisha ya mwanadamu hivi tulivyo, inawezekana uko hivyo, niko hivi kwa sababu moja, vitu ambavyo vinaweza vikakuathiri chanya ama hasi. Moja ya vitu vinavyoweza vikakupatia nguvu ama vikakunyima kujitambua, na wakati mwingine ukajitambulisha na utambulisho hafifu wenye dari ya kuona mbele, mahali ambapo hata wengine wanaona kuna njia na mlango wazi, ila wewe unaona kana kwamba kumefungwa na uoni namna ya kutokeza, na wakati mwingine unabaki unatetemeka juu ya kile kinachokuijia. Moja ya kitu kinachoweza kukutengeneza uweze kushinda ama kushindwa, mojawapo ni wazazi. Wazazi wanatutengeneza tuwe hivi tulivyo, na kama tuliwasikiliza wale waliokuwa na mawazo chanya, waliotuelekeza, wakatushauri, wakatutia nguvu na wakajua thamani ya mwana waliyembeba mkononi, leo wametengeneza mtu wa maana ambaye ni wewe. Lakini wakati mwingine pia uko hivyo mtu ambaye pengine haujajua hata kama ni wa maana, kwa sababu wenda ya malezi yaliyokuwa nyuma yako. Jambo la pili ni mazingira. Mazingira uliokulia, mazingira uliolelewa. Wakati mwingine unaweza ukawa kwenye mazingira ambayo uliwahi kuona tu watu wakiwa wezi wengi, majambazi, machangudoa, aina ya mavazi, vyakula wanavyokula vikakutengeneza iwe hivyo ulivyo, na ukadhani huenda ndivyo hivyo tu. Ndio maana tunapojifunza uchaguzi safari. Lakini wakati mwingine ni utamaduni. Kuna wakati utamaduni unakufanya uwe hivyo. Kuna watu wanaamini kwamba wao ni watu wabishi, hasa sana watu wafupi. Wanaamini kwa sababu ya utamaduni na wakati mwingine kabila. Kwa hiyo anakuwa mbishi hata mahali ambapo ubishi hautafaa na hautakiwi, ila anaamini tu na anaamua kubisha hata vitu ambavyo viko wazi. Tukimwambia jambo ni hili, ni hili. Na hapa duniani tunaamini kuna kabila moja Tanzania ambalo ni wabishi sana. Ufanyeje atabisha tu. Hata saa hizi ninaongea ameshabisha. Hiyo ni utamaduni, iko hivyo. Na hata ningetoa fursa ya kuwataja mngewataja. Wako namna hiyo. Kwa hiyo ndio maana inahitajika uchaguzi katika safari. Unawezaje ukafanya uchaguzi unaposafiri? Msafiri safarini. Lakini wakati mwingine ni aina ya elimu tuliyopata.
unaweza ukawa ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa maana, lakini elimu uliyokutana nayo ukiwa shule ya msingi, sekondari, vyuo vya kati, vyuo vikuu vinakutengeneza kuwa mtu fulani hivi ambayo umekuwa tofauti na ambavyo wazazi walitarajia, ama pengine jamii ilitamani kumuona mtu. Lakini kwa kuwa tumesoma elimu ya aina fulani, basi na kufanya uwe mstaarabu ama uharibike, hata kutokuendana na jamii elimu. Sasa hiyo ni mifano mingi, lakini kwa ajili ya muda ninaweza nikaachia hapo ili nikwambie ipo sababu ya kuwa na somo hili la maana, uchaguzi safarini. Unaposafiri lazima uchague, na unapochagua utaiona hatima yako. Biblia, msomaji, ile kitabu kile cha Mithali 14 mstari wa 12. Ajenda inaanzia pale. Anasema iko njia ionekanayo kuwa sawa, ndiyo, machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Ipo njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Kama iko njia inayoonekana kuwa hivyo, ndio maana tukasomewa kitabu kile cha Isaya 30 mstari wa 21, alipokuja kusoma hapa ya kwamba utakapokuwa ukitembea, utakapokuwa ukienenda, utaisikia sauti nyuma yako ikisema, njia ni hii, uifuate. Wala utakapoenda mkono wa kushoto wala kulia, lakini itakuwa inakuambia, mwanangu, iko njia, na yenyewe ndiyo njia sahihi unayopaswa kuipita, na kama ukiipita basi itakutengeneza. Kwa sababu ya yale mambo tuliyoyasema mwanzoni, yametufanya baadhi yetu tukashindwa kufanya uchaguzi ulio bora, na wakati mwingine tukaenda tofauti kabisa, na tukajikuta tumeenda sawa sawa na ulimwengu. Ndio maana wakina mama hawa wakakutana ndani ya wiki hii yote wakiwa ni wanamama waliojaa mioyo ya utume, wanatamani waende wakaisaidie jamii, na jamii huko waliko wana jambo hili. Nikupe changamoto 7 ambazo tukizijadili angalau zinaweza zikatutengeneza kuwa watu wa maana katika safari hii. Na wewe wakati unazisikiliza ni kwa ajili ya kwenda kuwasaidia wenye hizo changamoto, lakini kama na wewe pia unayo hiyo changamoto, unapata uponyaji ili ukawasaidie na wengine. Jambo la kwanza ambalo linahitaji ufanye uchaguzi, duniani hapa tumejawa watu wengi wanaojivunia sura bila tabia. Hilo ni jambo la kwanza. Yaani anajiona namna alivyo mrembo, anajiona namna alivyo mzuri, anaona namna alivyozaa katoto kazuri, anajiona namna alivyo mtu wa maana kwa sababu ya sura, ila hajajua kuna ajenda ya watu wengi waliochagua kuwa na sura lakini wakasahau tabia. Na Mungu wetu anapokuja haangaiki na ajenda ya sura, asumbuliwi na sura hiyo, anaiangalia sura ninayo, lakini na tabia anaichunguza. Moja ya watu waliopata hiyo changamoto ni katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile. Wakati najifunza kutafuta kujua, nikakutana na hiyo changamoto. Sio kitabu cha Mwanzo, Samueli ya pili sura ile ya 14 mstari wa 25 na 27. Kadri jua lilivyozama, safari ya kiroho haikusimama. Kila jioni washiriki walikusanyika kwa maombi maalum, wakiombeana, wakiombea familia zao, lakini pia na kuliombea kanisa. Lakini pia mara baada ya maombi walipata nafasi ya kufuatilia mikutano ya uinjilisti ya Njombe Net Event kupitia Hope Channel Tanzania, mikutano ambayo ilihitimishwa tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Jina langu naitwa Zena Selemani, nimetokea Babati. Niko na wenzangu kama 5. Kwa kijumla tu kongamano tumelipenda, sikutegemea kukutana na kongamano kama hili la kina mama. Ni nzuri, tumejifunza mengi. Kwa hiyo tunashukuru sana, na msimu mwingine mtualike. Mimi naitwa Mwalimu Restieli Emmanuel Mseli. Kama kuna kongamano ambalo limenibariki ni hili. Huwa nahudhuria makongamano yote, lakini hili la pekee sana kwa mambo mawili makubwa. Achilia mbali yale mafundisho ambayo tumeyapata, semina za kutosha kutoka kwa wakufunzi wetu, lakini mambo mawili makubwa, lilikuwa limesheheni maombi. Kwa hiyo muda wote na kila mkufunzi aliyesimama alijikita katika maombi. Sio yale maombi ya hivi hivi, maombi ya kina. Kwa majina naitwa Navoneiwa William Mzava. Mimi ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Burka, yaani mahali ambapo kongamano la wanawake limefanyika.
Nami pia nimefanikiwa kushiriki katika kongamano hili kuanzia siku ya kwanza ya kongamano mpaka leo hivi tunavyohitimisha. Kongamano hili limenibariki sana. Mimi hutaamini, kwa mara ya kwanza ndio nimeshiriki katika kongamano la wanawake. Uongozi wa Tanzania Rift Valley Field TRVF umeipongeza idara ya wanawake kwa kuandaa kongamano hili ambalo limechangia ukuaji wa kiroho na kuhamasisha utume katika maeneo mbalimbali ya jimbo. Wanawake ni wa muhimu sana katika utume wa kanisa hili. Kumbuka utume wao unaanza mbali kidogo, tangu mtoto anapokuwa tumboni. Yeye mama ni mwinjilisti. Anapokuwa mtoto, anapoendelea kukua na kuendelea kukua, anajifunza kutoka kwa mama. Kwa kweli malezi ya mama ni muhimu sana kwa ajili ya ukuaji wa kiroho wa kila mtu. Kwa basi wanawake wamekutanika hapa kwa ajili ya kufundishwa mbinu mbalimbali za utume, lakini pia wakitiwa moyo, wakifundishwa mambo mbalimbali ya usiwe maisha tu ya kawaida. Na ikumbuke kwamba ikiwa kama akina mama hao wataamka kabisa katika utume, hakuna nyumba itaachwa, hakuna mtoto atakayeachwa, hakuna familia ambayo haitafikiwa, kwa sababu akina mama hao ndio walezi katika familia zetu. Na mwisho wa yote, injili ilizaa matunda. Baadhi ya wageni waliokuwa wamehudhuria kongamano hili waliguswa na ujumbe wa wokovu. Waliamua kufanya uamuzi mkubwa wa maisha yao, kumkabidhi Kristo maisha yao, na jumla ya watu zaidi ya 35 walibatizwa, hatua iliyokuwa ushuhuda wa nguvu ya injili na huduma ya wanawake katika kuwaleta watu kwa Kristo. Kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Burka lililopo jijini Arusha, sauti moja imeendelea kusikika kwamba mwanamke wa Mungu ana nafasi kubwa katika kupeleka injili duniani kote. Kongamano limehitimishwa, lakini utume unaendelea, kwa sababu utume ni kipaumbele chetu na wakati ni sasa. Asante kwa kufuatilia makala hii maalum kutoka katika jimbo la Tanzania Rift Valley Field TRVF, jimbo ambalo liko pembezoni kabisa mwa bonde la Ufa. Kwa niaba ya watayarishaji wa makala hii kutoka chumba cha habari katika idara ya mawasiliano ya jimbo la Tanzania Rift Valley Field, msimulizi wako ni mimi Jackson Mwarangi Sekiete. Asante na wakati mwema.